إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. عباد الله، لقد أشرفنا على أعظم أيام الدنيا، في أعظم أيام الدنيا. أحبتي في الله، يوم عرفة، وما أدراك ما يوم عرفة. إنه يوم عظيم عظمه الله تبارك وتعالى، فقال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. Ndugu katika imani, leo ni tarehe 5 Dhulhijja, mwezi wa haji. Kwa makubaliano ya pande zote mbili, waliokuwa nyuma wakati wa Eidul Fitri na waliokuwa mbele, sijui ilivyoruka tarehe hiyo, sielewi. Lakini unapotaka kushikamana na haki kwa ajili ya kumwogopa Allah tabaraka wa taala, unatakiwa uache hawa na uache mrengo wako, umfuate Allah tabaraka wa taala na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu ndiyo dini. Sasa Arafa ni Jumanne, kwa makubaliano kwamba Arafa ni Jumanne, ndio itakuwa ni tarehe 9 mwezi wa haji. Yoyote ambaye ataleta siasa na porojo ya kwamba kuna Arafa ya Kenya na kuna Arafa ya Saudia, mweke kando mtu huyu. Hataki isipokuwa kwa kupitia yeye. Sheitani anataka watu wapoteze fadhila adhima ambayo Allah tabaraka wa taala ameiweka ndani ya siku ile inayoitwa siku ya Arafa, ambayo ni Jumanne ijayo. Usimsikilize mwingine.
Waislamu, kwa muda mchache ambao tuko nao, ni wakumbushe yale ambayo unayajua kuhusu siku hii ya Arafa, ambayo ni siku kuu ndani ya masiku makubwa katika masiku yote ya dunia, afdalu ayami dunia, kama tulivyotanguliza katika khutba iliyopita. Siku bora kuliko siku zote za duniani ni siku hizi 10 za Dhulhijja. Katika hizi 10 za Dhulhijja kuna siku kubwa tena, nayo ni siku ya 9, siku ya Arafa. Kisha itakuja siku ya Eid ambayo ndio siku ya 10, ina mazungumzo yake. Kwa khutba ya leo tunakumbushana uzito wa siku ya Arafa na ukubwa wa siku ya Arafa na fadhila za siku ya Arafa. Alfadlu alawwal, fadhila ya kwanza na ubora wa kwanza katika siku hii ya Arafa, wanavyoeleza ulama wetu, anna fi hadha al-yawm atamma Allahu dinahu wa akmalahu wa radiya bihi. Katika siku hii ya Arafa ndiyo siku ambayo Allah tabaraka wa taala alikamilisha dini yake ambayo ni Uislamu, na akatimiza neema yake juu ya waumini, na akaridhia Uislamu kuwa ndiyo dini siku hii ya Arafa. Katika suratul Maida aya ya 3 iliyokuwa ndefu, kipande katika aya hiyo Allah tabaraka wa taala anasema, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Leo akmaltu lakum dinakum, nimewakamilishieni dini yenu, dini imekamilika. Ndio kwa maana tunasema kila siku tusiongeze, tusipunguze, kwa sababu ukiongeza unaipinga Qur'ani wazi wazi. Allah anasema imekamilika, wewe unasema bado, ndio kwa maana unaongeza. Madhambi makubwa yaweza hata kumfikisha mtu katika kufuru, wal iyadhu billah, kuongeza. Allah anasema imekamilika. Wa atmamtu alaykum ni'mati, al-islam, ni'matul islam tamma, imekamilika. Wa raditu lakumul islam dina, na nimeridhika kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amefikisha ujumbe alivyotaka Allah. Kwa hivyo dini imekamilika, neema ya Allah imetimia, na Allah ameridhika ya kwamba Uislamu ndio dini alivyofikisha mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Haifai kuongeza, kwa kuwa Allah ameridhika. Haifai kubadilisha, kwa kuwa Allah ameridhika. Ndipo tunasema tuweni wana sunna, kwa maana ya kumfuata mtume alivyofundisha, kwa sababu yale aliyofundisha yeye ndiyo Allah aliridhika nayo. Haya yalifanyika lini? Kwa makubaliano ya ulama wote, kuanzia kwa maswahaba mpaka mwisho. Anasema Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, khalifa wa pili, alipofuatwa na Myahudi, na haya tunayajua sote. Alipokuja Myahudi kwa Umar katika utawala wake, akamwambia, ewe kiongozi wa waumini, kuna aya katika kitabu chenu, lau aya hiyo ilituteremkia sisi Mayahudi, tungelifanya siku hiyo kuwa siku kuu. Umar akamuuliza aya gani? Akamsomea hii aya ya suratul Maida, ya kwamba Allah anawaambia dini imekamilika na ametimiza neema yake na ameridhika na Uislamu kuwa ndiyo dini. Ingelikuwa kwetu sisi Mayahudi, ingelikuwa kwa Taurati, tungelifanya siku hiyo ni siku ya watu kusherekea. Mahallu shahid, qala Umar,
radhiyallahu anhu, wallahi na hapa kwa jina la Allah, inni la a'lam, mimi najua hiyo aya mata nazalat wa aina nazalat, najua hiyo aya iliteremka lini na iliteremka wapi. Iliteremka siku ya Ijumaa, siku ya Arafa, na Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa katika kiwanja cha Arafa aya hiyo unayoitaja ikiteremka. Ittafaqa al-ulama'u ala dhalika anna hadhihi al-ayata nazalat fi yawm al-jum'ah yawm Arafa wan nabiy sallallahu alayhi wasallam waqifan ala Arafa. Hakuna aliyepinga katika ulama. Kwa hivyo weka akilini Waislamu, siku ya Arafa, siku zote shaitani analeta tashwish, kugonganisha Waislamu, watu wapitwe na fadhila kwa siasa zisizokuwepo katika dini. Mtu kuja kusema kwamba Arafa hiyo ni ya wale. Wewe akili zako zinafanya kazi, mtu akuja kuambia kwamba Arafa ile si yetu ni kesho. Wewe uliwahi kuona Arafa Kenya? Wewe akili yako inafanya kazi? Kuna Arafa Kenya? Arafa ikusudia siku ya Arafa kuna fadhila kubwa. Sheitani anataka watu wapitwe na ile fadhila, na kuna watu wengi Allah amewapa akili timamu, lakini hawaitumii akili hiyo. La ilaha illa Allah. Weka akilini, siku kuu, siku nzito yasherekewa kwa ibada. Myahudi alishangaa Waislamu, mbona hawana pati? Mbona hawajafanya hafla? Kumbe kusherekea katika dini sio watu kupika vyakula na wakapiga makelele, wakazunguka barabarani. Hata yale yote mnayaona kipindi cha Eid ni katika kuiga manaswara na Mayahudi, hayapo katika Uislamu. Sikukuu kwa Waislamu ndio siku ambayo ibada yazidi zaidi. Ndio Allah akasema walitukabbiru Allah walitukmilu al-iddata walitukabbiru Allah. Hakusema walitalabu, hakutaja kucheza wala kula, anataja ibada katika siku kuu. Ndio watu wazidishe ibada zaidi. Waislamu, ulama, ukifungua suratul Buruj, was-samai dhatil buruj, aya ya 3 vile vile, washahidi wa mashhud. اختلف المفسرون في تفسير هذه الآية، ما هو الشاهد وما هو المشهود. maneno mengi unapoketi na vitabu kuangalia shahidi ni nani na mashuhudi ni nani. Kauli iliyokuwa arjah, yani kauli yenye nguvu kwa kauli zote zilizotajwa, sioni wakati wa kutaja kauli zote zilizotajwa, lakini niruhusuni nitaje kauli rajih, yani yenye nguvu, yenye wengi katika ulama, akiwemo al-Imamu Shafi'i, al-Imamu Ahmad, al-Imamu al-Baihaqi, al-Imamu at-Tabarani, al-Imamu al-Qurtubi, al-Imamu Ibn Kathir. Hawa wanasema shahid yaumul jum'a ndio shahid, wal mashhud yaumu Arafa wa huwa rajih inda ahli al-ilm. Ndio kauli yenye nguvu. Ziko akwali zingine kwamba shahidi ni mtume na mashuhudi ni kiyama, lakini kauli yenye nguvu ashahidu yaumul jum'a wal mashhudu yaumu Arafa, siku ya Arafa, miongoni mwa daraja zake na fadhila zake ni yaumul mashhud,
wamekuja watu kutoka kila pembe ya dunia. Kama vile wewe umekatalia pesa zako, hutaki kwenda, wako wengi waliokwenda. Ndio kwa maana Allah akasema, waman kafara fa inna Allah ghaniyun 'anil alamin. Yule atakayekataa ajue ya kwamba Allah hana haja na walimwengu wote, hata wakikataa wote. Watu wamekuja kutoka kila mahali, kila aina ya binadamu, waume kwa wake na malaika na Allah mwenyewe, kama vile utakavyosikia katika hutuba hii kwamba Allah mwenyewe katika mazito ya siku ya Arafa, Allah tabaraka wa taala hushuka siku zote usiku ila samai dunia, mpaka katika wingu la dunia usiku, wakati napobakia masaa ya mwisho ya usiku, thuluthul akhiri min al-layl, thadi ya mwisho katika usiku, anashuka Allah tabaraka wa taala. Katika siku ya Arafa ni nini kinachofanyika? Ili ujue kwa nini siku zote kuna siasa, ili Arafa ipite baadhi ya watu, ipite watu wengi. Kuna ofa kubwa, kuna jambo kubwa linaendelea katika siku hiyo, na sheitani hawezi kuridhika mpaka afanye bidii ya kwamba kuna watu wataikosa, lazima wataikosa, na ni kweli huikosa. Hadithi ya Imamu Muslim kutoka kwa Sa'id ibn al-Musayyib, huyu ni tabi'iyun kabir, katika watu waliomwona Abu Huraira hafidhu sahaba, amemwona mama Aisha radhiyallahu anha. Sa'id ibn al-Musayyib anasema, qalat Aishatu, mama Aisha radhiyallahu anha alisema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, Mtume alisema, ma min yawmin aktharu min an yu'tiqa Allahu fihi 'abdan min an-nar min yawmi Arafa wa innahu la yadnu fi sahihi Muslim. Allahu akbar, qad la tusaddiq. Wa innahu la yadnu fayubahi bihimul malaikata fayaqulu ma arada haula'i, wa inda Ahmada bisanadin sahih fayaqulu lil malaika unduru ila ibadi ma aradu ushhidukum anni qad ghafartu lahum fi yawmi Arafa. Mama Aisha anasema ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, hakuna siku, sikiliza maneno, hakuna siku, yani kama siku ya Arafa, ambayo aktharu, Allah tabaraka wa taala anawawacha huru wengi katika waja wake kutokamana na moto wa Jahannama. Yani maana yake anawasamehe wengi katika waja wake, akthar, kwa wingi mno. Yani kuna masiku mengine Allah husamehea, lakini hapa imekuja akthar, vile vile ismu tafdhil, tena anasamehea mno zaidi katika hii siku, na ndiyo sheitani hataki kukusamehewa. Ndio utasikia mjadala, mtakwambia sio hiyo, ili kupite ayyutika Allahu fihi abdan minan nar. Hakuna siku ambayo Allah anawasamehe waja wake kwa wingi kutokamana na moto wa Jahannam min yaumi Arafa, kuliko ni siku ya Arafa. Alafu wa innahu la yadnu,
Allah ushuka, Allahu akbar, fi nahar, mchana, katika khaswaisu yaumi Arafa, mambo ambayo ni special na siku ya Arafa, khaswa na siku ya Arafa. Wa innahu la yad'u, Allah hukurubia waja wake, fayubahi bihimul malaika, kisha kajifakhirisha kwa malaika na waja wake waliofurika katika kiwanja cha Arafa, kimejaa mpaka kimetapuka watu, kimejaa. Hapo uliposimama ni hapo hapo. Allah anawaambia malaika, undhuru ila ibadi shu'san ghubara, waangalieni waja wangu, angalieni, tazameni waja wangu, wamekuja leo kutoka kila pembe ya dunia, nywele zimesokotana, wamejaa mavumbi kwa ajili yangu mimi. Wanataka nini hawa? Ma arada haulai, wanataka nini waja wangu? Katika riwaya zingine, ushihidukum, kweli mashahidi, anni qad ghafartu lahum, nimewasamehe hawa waja wangu. Ulama wana maneno hapa Waislamu. Je, halil maghfiratu fi yaumi Arafa takhtassu bi ahli almawqif faqat am liljamii? Wakati Allah atakurubia kwa waja wake, bimaana ameshuka, anajifakhirisha kwa malaika na watu wa Arafa, anawaambia shuhudieni nimewasamehe. Je, msamaha huu ni wa Arafa peke yake, yani walioko kule peke yao, ama itampata na mja mwingine wa Allah aliyeomba msamaha siku hiyo na akaswadifiana na wakati ule, na yeye msamaha ataupata, ama ni khaswa na wale? Kauli ya wengi katika wanavyuoni wa Islam ni kwamba hata wasiokuweko katika Arafa, kwa kuwa kuna hadithi nyingine ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ya kwamba kuna wakati wa ijaba, hasatan siku ya Arafa, baada ya alasiri mpaka jua kuzama. Hapo katikati kuna wakati, hunaka saa, Muslim akiswadifiana na wakati huo, anamuomba Allah tabaraka wa taala, Allah anamuitikia. Ni siku ya maghfira, ni siku ya msamaha kutokamana na moto wa Jahannam. Usikubali siasa siku hiyo ikakupita Muislamu, popote ulipo. Yaumun adhim, ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, alhajju Arafa, hija ni Arafa. Mwenye kukosa Arafa anarudia hija mwakani. Waislamu, siku hii ni siku nzito, sio siku ya kufanya mzaha, sio siku ya kucheza. Ulama wanasema lau kama Muislamu angeliweza hata kusimamisha kazi zake, lau sio mbio zetu za maisha, kama sio hali zetu hizi tulizokuwa nazo, ingeliwezekana siku hiyo an yahdisa almuslimu nafsahu fil masjid, mtu ajifungie kabisa msikitini, asitoke mpaka jioni. Asa an yataghammadahu Allahu birahmatihi fi hadha al-yawm al-azim, asa Allah naye akamweka katika wale waliosamehewa ndani ya siku hii nzito. Walakinna akthara an-nasi la ya'lamun, watu wengi hawajui. Watu wengi wamefanya dini yao kuwa ni mzaha, hawajui wakati bora na wakati usiokuwa bora, mambo yote kwao ni sawa. Wal-iyadhu billah. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, wa usalli wa usallimu ala al-mab'uthi bi khairi din habibi rabbil alamin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa da'a bi da'watihi ila yawmiddin. Amma ba'd, ahibbati fillah, fi yawmi Arafa
a'dhamu ma yahrisu alayhi almuslimu fi dhalika alyawm ad-du'a, kitu kikubwa ambacho Muislamu anatakiwa kufanya hirsi kuchunga kitu hicho kisimpike, asikikose ndani ya siku ya Arafa, ni kumuomba Allah. Na hii ndiyo hadithi iliyopelekea ulama kusema yale maghfira yanawapata paka watu wasiokuwa kule, yanawapata. Kwa nini? Katika sahihi ya Imami Tirmidhi, Sunan Imami Tirmidhi, anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kwamba Mtume alisema khairu dua, dua bora. Tena hapa imekuja khair, yani dua nyingi ni bora, lakini dua bora kuliko zote. Ndio nikakwambia Arafa sio mzaha. Angalia maneno, khairu duai duau yaumi Arafa, dua bora kuliko zote mwanadamu ameomba. Mtume ndiye anasema, na hadithi ni sahihi, haina kesi, sahihi. Dua bora mwanadamu ameomba ni dua ya siku ya Arafa. Rudia tena, khairu duai duau yaumi Arafata, dua bora kuliko zote, dua ya siku ya Arafa. Dua ina gharama. Kuna gharama kuomba dua. Angalia, nafhatun min nafahati la ala al-ibad. Hukwenda, kuna uwezo wa kwenda, Allah anafungua mlango mwingine ili uone fadhila zake, uone rahma zake. Mtume anakuambia dua bora kuliko zote ni dua ya siku ya Arafa, yani dua ambayo utaiomba siku ya Arafa. Kisha Mtume akasema wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna qabli, na maneno mazuri kuliko yote ambayo nimeyasema mimi siku hiyo ya Arafa, na walisema kabla yangu mitume, wanabiyuna, na manabii waliotangulia walisema maneno hayo. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, khairul kalam. Mtume anasema maneno bora nimeyatamka mimi na walitamka mitume kabla yangu mimi ni haya maneno: la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Maneno ambayo tunatakiwa kuyahifadhi, tuyatamke katika siku hiyo. Wenda Allah tabaraka wa taala akatuweka miongoni mwa wale waliopatwa na rahma hizo, na wale waliopatwa na msamaha huo wa Allah tabaraka wa taala. Islam, katika hii siku ya Arafa, ndiyo siku ambayo Muislamu anatakiwa kuleta takbirat ambazo zinaitwa takbirat al-muqayyada, takbira zilizofungamanishwa na wakati na sehemu, tofauti na sunna nyingine ambayo tumeibura mno, tumeiwacha kabisa. Nazo ni takbiratul mutlaqa, takbira ambazo hazina wakati, hazina sehemu, zatolewa mahala popote, wakati wowote, popote ulipo, barabarani, kazini, sokoni, isipokuwa sehemu zile ambazo ni haramu kuleta dhikri. Nazo ni zipi? Ni takbira ambazo zinaanza pale tu ikiingia tarehe 1 Dhulhijja mpaka mwisho wa ayami tashriq.
Hii ni katika sunna iliyowachwa kabisa. Twatakiwa kuleta takbira, zinaitwa takbira mutlaka, hazina wakati, hazina mahali. Takbira muqayyada zinaanza leo, yani zinaanza siku ya Arafa, asubuhi ya siku ya Arafa, baada ya swala ya alfajiri zaletwa zile takbira. Sawaun imamu wako ameleta au hakuleta, kila moja yuwatakiwa baada ya swala ya alfajiri siku ya Arafa analeta takbira, na takbira hizi zaletwa kwa pamoja, sio kwamba imamu azitoe ndio watu waregelee. Sunna ni kwamba watu wanazitoa kwa pamoja kila baada ya swala, kuanzia alfajiri ya siku ya Arafa mpaka alasiri ya siku ya mwisho katika zile ayamu tashrik, siku za kuchinja. Alasiri ya siku ya tarehe 13 ndio zile takbira zinakatika, ndio zinakuwa zimeishia hapo. Hii ni katika yale ambayo yanatuhusu katika siku ya Arafa tuyafanye. Tulete dua kwa wingi, tulete takbirat ambazo zinakuwa kila baada ya swala ya faradhi, kuanzia alfajiri ya siku ya Arafa tuendelee nazo mpaka tarehe 13 alasiri ya zile siku za kuchinja. Vile vile Waislamu, katika kukumbusha, pengine hatupati tena nafasi kama hii ya watu kukusanyika hivi mpaka pengine katika swala ya Eid. Sasa kuhusu udhiya, tukumbuke ya kwamba ikiwa wataka kuchinja, yule mnyama mwenye kuchinjwa ana masharti na kuna sunna ya ile nyama. Kuhusu masharti, ngamia lazima awe ana miaka 5 kuendelea, ng'ombe awe na miaka 2 kuendelea, mbuzi awe ametimiza mwaka kuendelea, kondoo anatakiwa awe ametimiza miezi 6 kuendelea. Hawa wanyama ndio wenye kuchinjwa, wanaitwa bahimatul an'am: ngamia, ng'ombe, kondoo, mbuzi. Hawa wanyama wasiwe na aibu yoyote. Mtume amekataza asiwe na aibu yoyote ya kimaumbile, aibu yoyote ya kiafya. Afya yake isiwe taabani ndio kamtoa kumchinja. Asiwe na aibu katika maumbile ndio kamtoa kumchinja. Awe yuko salama kiafya na kimaumbile. Vile vile Waislamu, mwenye kujaliwa kuchinja, sunna ni kwamba agawanye udhiya wake mara 3. Ndiyo sunna. Thuluth akule yeye na watu wake, thuluth yani fungu moja katika zile 3 agawanye kwa jirani na rafiki zake, na thuluth aweze kuwapa maskini na fukara. Hii ndiyo sunna ya udhiya. Wala usipate tabu tena kuuliza. Gawanya mara 3. Kama nyama ni nyingi na imetosha vizuri nyumbani, inatakiwa igawanywe mara 3. Roho ukule wewe, nyingine ugawanye kwa maskini, na nyingine wape jirani na marafiki. Lakini ikiwa yule mbuzi ambaye kwamba umemchinja au kondoo anamezwa na watu wa nyumbani, familia nyumbani, huyo mbuzi hawatoshi, basi wewe utachinja na udhiya wako sahihi, lakini siyo lazima juu yako kumgawanya mara 3. Maadama pale nyumbani pia hatoshi, hutomgawanya. Utachinja na umwache mbuzi huyo ama nyama hiyo hapo nyumbani atumike na watu wa nyumbani, wala sio lazima mgawanye mara 3 ikiwa nyumbani hatoshi. Hivi basi tutakuwa Waislamu tumejaribu kutaja baadhi ya mambo ambayo ni muhimu, lakini tusisahau uzito wa siku ya Arafa, na kila mmoja wetu afuatilie kwa karibu mno, ili ahakikisha kwamba Jumanne
itakuwa ni siku ya Arafa, asisahau kuifunga siku hii Waislamu. Na hili ndio tumalizie nayo, asisahau, kwa kuwa imesihi katika hadithi ambayo iko kwa sahihi Muslim kutoka kwa Abi Qatada al-Ansari radhiyallahu anhu, anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, siyamu yaumi Arafah, kufunga siku ya Arafa, ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu wallati ba'dahu. Kufunga siku ya Arafa, Mtume anasema ahtasibu imetafsiriwa kwa tafsiri nyingi, kwamba namuomba Allah, natarajia kwa Allah ya kwamba itafuta madhambi ya miaka miwili. Kwa hivyo siku ya Arafa, Waislamu, kama vile tunavyojua sote, hizi siku zingine zote kama zimetushinda, hatukufunga wala sio lazima, lakini kule kutafuta fadhila, kwa kutafuta fadhila tufungeni siku ya Arafa, tulete dua ya Arafa, tujitahidi katika hizo takbira. Wako baadhi ya Waislamu imamu wake kama hakutoa takbira yeye hatoi, ni kila moja kutoa. Kwa hivyo tuleteni takbira kuanzia hii siku, tuleteni dua kwa wingi, tufungeni hii siku ili angalau tuweze na sisi kupata chochote kwa Allah tabaraka wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa radiyallahu anil khulafa'ir rashidin وعن بقية الصحابة أجمعين. اللهم فأعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي يذكركم واشكروه على آلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.